Robert Francis Prevost, anayejulikana sasa kama Papa Leo wa 14, ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani baada ya kuchaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei mwaka huu. Yeye ni Marekani wa kwanza na pia mtawa wa kwanza kutoka shirika la Mtakatifu Agustino kuwa papa katika historia ya kanisa. Alizaliwa Septemba 14, 1955 mjini Chicago huko Marekani. Baba yake alikuwa na asili ya Kiitaliano na Kifaransa na mama yake alikuwa na asili ya Kihispania na Marekani mweusi. Huko aliishi akapata elimu yake na shahada ya kwanza ya hisabati ya falsafa kutoka chuo kikuu cha Villanova aliipata mwaka 1977. Akaendelea na kupata masomo ya teolojia katika Catholic Theological Union huko Chicago. Kisha akapata shahada ya uzamivu yani PhD ya sheria za kanisa Canon Law kutoka Roma. Aliweka nadhiri rasmi kama mtawa wa shirika la Agustino mwaka 1981. Alipadirishwa mwaka 1982. Alihudumu kama misionari nchini Peru kuanzia mwaka 1985 hadi 1998. Aliwahi kuwa kiongozi mkuu wa kimataifa wa shirika la Mtakatifu Agustino kuanzia mwaka 2001 hadi 2013. Pia Papa Leo alifika Tanzania 2004 kama mkuu wa shirika la Waagustiani ulimwenguni. Alipita kutoka Dar es Salaam akaenda Njombe Tumahanje hadi Songea. Mwaka 2014 aliteuliwa kama msimamizi wa jimbo la Chillao, Peru. Baadaye akawa askofu wa jimbo hilo hadi mwaka 2023. Alipendwa sana nchini Peru na huduma zake za kiroho na kijamii, hasa wakati wa maafa ya mafuriko na janga la COVID-19. Mnamo mwaka 2023 aliteuliwa kuwa prefect wa idara ya maaskofu, akisimamia uteuzi wa maaskofu duniani. Alichaguliwa kama kardinali tarehe 30 Septemba 2023 na Papa Francis. Alikuwa kardinali bishop mpaka mwaka 2025. Alipigiwa kula na makardinali na kuwa papa tarehe 8 Mei mwaka huu. Baada ya kifo cha Papa Francis, alichagua jina la Leo wa 14 kuonyesha msimamo wa haki za kijamii kama Papa Leo wa 13. Hotuba yake ya kwanza ilihimiza amani, umoja na ulinzi wa mazingira. Leo wa 14 anajulikana kuwa na msimamo wa kati, si mkali wala mlaini, mwenye ucheshi, anayetaka mabadiliko ya kweli ndani ya kanisa huku akiendeleza urithi wa Papa Francis. Makala haya yameandikwa na Ismail Kibalo na yamesomwa kwako na mimi Abubakar Maalul, na hii ni Anuari TV.